بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ورسول رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله: قال: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Akiendelea al-Imam rahimahullah katika mukaddima wa pili, akielezea yale masala matatu ambayo kwamba ni wajibu juu ya kila Muislamu wa kiume na wa kike kuyasoma, kuyafahamu na kuyafanyia kazi. Asema athaniya, masala ya pili: anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, ni kwamba Allah tabaraka wa taala haridhi kushirikishwa na mtu yoyote pamoja na yeye katika ibada zake. Haridhi la malakun muqarrab, kushirikishwa pamoja na yeye katika ibada zake si malaika aliyokuwa karibu na yeye, wala nabiyun mursal, wala mtume aliyotumilizwa. Fahadhihi hiya almas'ala athaniya mimma yajibu alaina jami'an taallumuha wal'amalu biha. Na mas'ala haya ya pili ni kwamba ujubun wa ilzam bitawhid al-uluhiyya, ni kumlazimisha mwanadamu kumpokesha Allah tabaraka wa taala katika uungu wake, kwa maana alipoamini na kuitakidi annahu la khaliqa illa Allah, ya kwamba hapana anayeumba isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala raziqa illa Allah, wala hakuna mtoaji riziki isipokuwa Allah, wala malika wala mudabbira illa Allah, wala hakuna anayemiliki na kuendesha huu ulimwengu isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Ni lazima aamini ya kwamba Allah baada ya kumuumba yeye na kupokeka na utendakazi wake, anna Allah alzamahu bitawhidihi fi alibadat, ya kwamba Allah tabaraka wa taala amemlazimisha yeye kumpokesha peke yake katika ibada zake. Kauli yake pale aliposema la yarda an yushraka ma'ahu ahad, Allah haridhi kushirikishwa pamoja na yeye kitu chochote. Fama maana shirk, nini maana ya ushirikina? Ashirku fi lughati al-arabiyya bimaana at-taswiya. Ushirikina maana yake katika lugha ya Kiarabu ni at-taswiya, kusawazisha. Ukasawazisha baina jambo moja na jambo lingine ukavifanya kuwa ni sawa. Na maana hii yapatikaniwa katika Qur'an pale aliposema Allah tabaraka wa taala kuwaelezea watu wa motoni watakapoanza kulaumiana. Faqala jalla wa ala: tallahi in kunna lafi dalalin mubin idh nusawwikum birabbil alamin, pale walipomsawazisha Allah na asiyekuwa Allah katika ibada zao. Kwa hiyo ushirikina katika lugha ya Kiarabu maana yake ni at-taswiya, kusawazisha na kufananisha baina ya vitu viwili. Wa amma maana shirk fi ash-shar' fayaqulu al-ulama ash-shirku yanqasimu ila qismayn ithnayn. Ushirikina maana yake katika istilah na kisheria wanasema kuwa imegawanyika katika sehemu mbili. An-naw'u al-awwal, sampuli ya kwanza ya ushirikina, ashirku al-akbar, ni ushirikina mkubwa. Wan-naw'u ath-thani, na sampuli ya pili, ashirku al-asghar, ni shirki ndogo. Ashirku al-akbar taarifu yake huwa taswiyatu ghairi llahi billah, ni kumsawazisha asiyekuwa Allah tabaraka wa taala
pamoja na Allah subhanahu fi shay'in, katika kitu chochote, min khasaisillah, yanayomhusu Allah tabaraka wa taala peke yake. Na itakuja insha Allah ni mambo gani yanayomhusu Allah tabaraka wa taala. Idhan ashirku al-akbar ma'na taswiyatu ghayri Allah billah fi shay'in min khasaisillah, kumsawazisha asiyekuwa Allah pamoja na Allah tabaraka wa taala katika lolote lile ambalo kwamba lamhusu Mola wetu jalla wa ala. Thumma yaqulun wa huwa ala naw'ain ithnain, hii shirki kubwa kadhalika yagawanyika mara mbili. Shirkun akbar fi al-uluhiyya wa an-naw' ath-thani shirkun akbar fi al-uluhiyya. Sampuli ya kwanza ni shirki kubwa katika ibada na uungu wa Allah tabaraka wa taala, na kadhalika sampuli ya pili ni shirki kubwa katika utendakazi wake Allah tabaraka wa taala. Shirki kubwa katika uungu na ibada za Allah tabaraka wa taala, mithal an ta'buda ghayra Allah fatadhbah li ghayri Allah wa tatawakkal ala ghayri Allah wa hakadha tastaghith bi ghayri Allah jalla wa ala ila ghayri dhalika min anwa' al-ibadat. Shirki kubwa katika ibada na uungu wa Allah tabaraka wa taala ni kama vile kumwabudu asiyekuwa Allah na kumuomba asiyekuwa Allah na kumtegemea jambo asiloweza kukufanyia asiyekuwa Allah tabaraka wa taala ila ghairi dhalika min anwa' al-ibadat, na ibada nyingine. Ama shirki kubwa katika rububia ambao ni utendakazi wake Allah tabaraka wa taala ni kama vile mwanadamu an ya'taqida anna hunaka khaliqan ghayra Allah au raziqan ghayra Allah au nafi'an wa darran ghayra Allah tabaraka wa taala. Ni wewe kuitakidi ya kwamba yuko muumba asiyekuwa Allah, kama wanavyoitakidi baadhi as-sufiyya anna al-awliya indahum qudra li al-khalq, kama wanavyoitakidi baadhi ya masufi wallahu almusta'an ya kwamba mawali na waja wema wana uwezo wa kuumba kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha kufrun wa shirkun mukhrijun an millati al-islam, na huu ni ukafiri na ni ushirikina unaomtoa mwanadamu nje ya dini ya Kiislamu, wal iyadhu billah. Fahadha huwa القسم الأول والنوع الأول من أنواع الشرك، لشرك كبوة. قلنا تعريفه تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. تعريف ياكنكم سوازيش الله ناسيكوا الله تبارك وتعالى katika jambo ambalo kwamba lamhusu Mola wetu jalla wa ala. Thaniyan, jambo la pili ya kwamba hii shirki kubwa imegawanyika katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni shirkun akbar fil uluhiyya, kumshirikisha Allah tabaraka wa taala katika ibada, kama vile kuchukua ibada miongoni mwa ibadat ukaipeleka kwa asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Tusema hadha shirkun akbar lakinahu shirkun fil uluhiyya. Sampuli ya pili, shirkun akbar fi rububiyya, kumshirikisha Allah tabaraka wa taala katika utendakazi wake. Mfano wake ni kuitakidi mwanadamu ya kwamba yuko anayeweza kuumba asiyekuwa Allah, yuko anayeweza kunufaisha asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. القسم الثاني والنوع الثاني هو الشرك الأصغر. sampuli ya pili na kigawanyo cha pili cha ushirikina ni shirki ndogo. Shirki ndogo, baadhi ya maulama wa zama zetu hizi rahmatullahi ta'ala alayhim wa hafidha Allah man baqiya minhum qalu الشرك الأصغر هو كل ما جاء في النصوص، ni kila jambo lililokuja katika Qur'an au sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tasmiyatuhu shirkan, ya kwamba lile jambo limeitwa kuwa ni shirki.
walakin la yablughu ashirk al-akbar, lakini halijafikia hilo jambo daraja na manzila ya shirki kubwa. Wazi? Kullu ma jaa fi an-nusus tasmiyatuhu shirkan wala yablughu ashirk al-akbar, ni kila jambo ambalo kwamba limekuja katika nususu shar'iyya, yani katika Qur'an au sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hilo jambo likaitwa kuwa ni shirk, lakini halijafikia daraja ya kupewa hukumu ya shirki kubwa. Kwa mfano kama vile ar-riya, mwanadamu kujionyesha katika ibada zake, hadha min ashirki al-asghar, hii ni katika shirki ndogo. Wa hakadha as-sum'a, mwanadamu wallahu almusta'an kutaka kusikika, afanya jambo fulani ili asikike, hadha kadhalik min ashirki al-asghar. Qala rahmatullahi ta'ala alayhi anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, Allah tabaraka wa ta'ala haridhi kushirikishwa pamoja na yeye mtu yoyote katika ibada zake, kama alivyosema mwenyewe katika Qur'an, wala yarda liibadihi al-kufr, wala Allah tabaraka wa ta'ala haridhi kwa waja wake kumshirikisha, na kadhalika haridhi kwa waja wake kumkufuru. Kwa hiyo hapa tupata faida ndani yake, ikhlasul ibadat wa ikhlasul din lillahi subhanahu wa ta'ala, wanahyu ani shirk. Twalazimishwa kumtakasia Mola wetu ibada, bali kumtakasia dini umuman, na kuwa mbali na kukengeuka ushirikina. Qala wa dalilu qawluhu ta'ala, dalili ya haya masala ya pili ya kwamba ni wajib kupeleka ibada kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Qala wa anna almasajida lillah, almuradu bilmasajidi huna qawlani li ahli at-tafsir. Aliposema Allah tabaraka wa ta'ala wa anna almasajida, wanawazuoni wa tafsir wana qawli mbili kuhusiana na hili neno almasajid. Falqawlu alawwal, qawli ya kwanza ambayo kwamba ndiyo qawli mashhur na ndiyo iko karibu na usawa, qalu anna almasajid almaqsud biha fi alaya hiya hadhihi allati buniyat li ajli alibada. Makusudio ya almasajid katika hii aya kwa mujibu wa kauli ya kwanza, wanasema ni hii misikiti iliyojengwa kwa ajili ya kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo maana yake itakuwa nini? Wa anna almasajida lillah, hizi nyumba tunazokwenda ndani yake kumwabudu Allah tabaraka wa ta'ala ni nyumba za Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo fala tad'u ma'a Allahi ahada, musiombe wala musiabudu pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala chochote. Na hii ni kauli ya wengi katika almufassirin, na kadhalika ni ikhtiyar ya Ibn Kathir na al-Imam al-Qurtubi rahmatullahi ala al-jami'. Kauli ya pili ni kauli ya baadhi ya as-salaf kama vile Sa'id ibn al-Musayyab wa Ata, na kadhalika al-Imam Ata rahmatullahi ta'ala alayhima, anna al-masajida huwa a'dha'u as-sujud, anna al-masajida al-murad fi hadhihi al-aya hiya a'dha'u as-sujud. Wanasema neno al-masajid iliyokusudiwa katika hii aya ni viungo vya kusujudia, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ya kwamba viungo vinavyomsujudia Allah tabaraka wa taala ni visaba. Kwa hiyo maana yake itakuwa nini? Ya kwamba hivi viungo visaba ni vya Allah tabaraka wa taala, sababu Allah ndiyo aliyeviumba. Fala tad'u ma'a Allahi ahada, musimuabudu pamoja na Allah tabaraka wa taala kwa kutumia hivi viungo. Wa kila almaanayaini sahihun insha Allah taala. Kwa hiyo حفظكم الله، الحاصل من المسألة الثانية، ufupi na mukhtasar kabisa wa masala ya pili kama ilivyotangulia, huwa wujub wa ilzam al-insan bitawhid al-uluhiyya, ni kumlazimisha mwanadamu
ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, kumlazimisha mwanadamu kumpokesha Allah tabaraka wa ta'ala katika ibada zake. Qala الشيخ رحمة الله تعالى عليه: الثالثة أي المسألة الثالثة، مسألة تاتو أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. ya kwamba yoyote atakayemtii Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na akampwekesha Allah tabaraka wa taala katika ibada zake, la yajuzu lahu muwalat man hadda Allah wa rasula, haifai kwake yeye na haitakaniwi kumpenda na kumnusuru yoyote atakayempiga vita Allah subhanahu na kumpiga vita mtume wake alayhi salatu wassalam, hata kama huyo adui anayempiga vita Allah na mtume wake aqraba qaribin, ni mtu wa karibu mno, mzazi wake, ndugu zake au jamaa zake wa karibu. Fahadhihi hiya almas'ala الثالثة التي ينبغي علينا معاشر الأحبة أن نحفظها وأن نطبقها. Haya ndiyo masala ya tatu ambayo kwamba ni wajibu juu yetu sisi almuwahidun kuyasoma, kuyafahamu na kuyatabikisha, sababu haya masala yafungamana na masala mazito, masala ambayo kwamba yanafungamana au ni moja katika misingi wa ahli sunnati wal jamaa, ambayo ni mas'alatul wala wal bara, kupenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kadhalika kuchukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kwa hiyo atakapokiri mwanadamu tauhidur rububiyya, yani atakapokubali ya kwamba hakuna anayeumba isipokuwa Allah na anayetoa riziki isipokuwa Allah na mwenye kuendesha ulimwengu isipokuwa Allah, na akampokesha Allah tabaraka wa taala katika ibada zake, bado yamlazimu yeye jambo la tatu ambalo kwamba ni alhubbu fillah walbughdhu fillah, kupenda kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala na kuchukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala, ay almuwalatu fi llah wa hakadha almuadatu fi llah subhanahu wa taala. Kama ilivyotangulia, mapenzi kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, sio kwa ajili ya dunia. Ankupa wampenda, akikunyima wamchukia. La, innama tuhibbuhu lillah wa hakadha tubghidhuhu lillah, wampenda kwa ajili ya Allah na kadhalika wamchukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni moja katika misingi mikubwa miongoni mwa misingi ya dini yetu ya Kiislamu, bali miongoni mwa misingi ya ahli sunnati wal jamaa. Lau mwanadamu ataukhalifu, basi atakuwa ni mwenye kuhukumiwa ya kuwa ametoka nje ya duara la ahli sunnati wal jamaa. Naam. Waqal waddalilu qawluhu ta'ala, kisha akatoa dalil ya haya mas'ala ya tatu. قال والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخر الآية. الله سبحانه وتعالى أسيما لا تجد قوما نهوتك تكبوت يؤمنون بالله واليوم الآخر وكواواو وممومين الله تبارك وتعالى نسكو يمشو يوادون من حاد الله ورسوله, wakawa wao wanawapenda wale wanaompiga vita, wale wanaomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, wakapeleka ibada kwa asiyekuwa Allah, wakakhalifu maamrisho ya Allah, wakamaasi Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake alayhi salatu wassalam. Abadan, mtu ambaye kwamba imani yake imethibiti, akamjua Mola wake jalla wa ala, akamsoma Mola wake, hawezi kuwapenda maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sheikh la yajuzu lahu muwalat, haifai kwake yeye kuwapenda. Yaqulu alulama almuwalat hiya almahabbatu والنصرة
walqurbu. Maana ya neno almuwalat katika lugha ya Kiarabu ni almahabba, ni kupenda, kumpenda ndugu yako. Wa hakadha nusra, kumnusuru ndugu yako. Walqurbu, na kuwa karibu na yeye. Ama taarifi yake kisheria, yaqulu alulama hiya muwafaqatu alabdi lirabbih fi kulli ma yuhibbuhu wa yardah, ni mwanadamu kumwafiki Mola wake jalla wa ala katika yote anayoyapenda Allah na kuyaridhia. Allah yuwapenda ukweli, wewe wamwafiki Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuongea maneno ya ukweli na kupenda vile vile ukweli. Kadhalik Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu at-tawhid fa anta tuhibbu at-tawhid. Allah yuhibbu al-muwahhidin fa anta tuhibbu al-muwahhidin, wa hakadha fi kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda fa anta tuwafiqu rabbaka jalla wa ala, wamwafiki Allah katika yote anayoyapenda na kuyaridhia. Wa fi kulli ma yughdibuhu wa yuskhituhu min al-aqwal wal-af'al wal-i'tiqadat al-dhahira wal-batina. Kadhalik umwafiki Allah tabaraka wa taala katika yote yale yanayomchukiza Allah na anayoyachukia Allah tabaraka wa taala na kuyakasirikia, sawa sawa kutokamana na maneno, wal af'al na matendo, wal i'tiqadat na itikadi, al-dhahira wal batina, mambo ambayo kwamba yako wazi na mambo ambayo kwamba hayaonekaniwi. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala katika maneno yupenda ukweli, fa anta tuhibbu as-sidqa tuwafiqu rabbaka jalla wa ala fi hadha al-ma'ruf. Allah tabaraka wa ta'ala katika maneno yuachukia urongo, kwa hiyo kadhalika muafiki Mola wako jalla wa ala kuchukia urongo na kuwa mbali na urongo. Katika matendo Allah tabaraka wa ta'ala yuhibbu as-salah, yuhibbu الحج، يحب الأمر بالمعروف، وهكذا يحب النهي عن المنكر. الله يوapenda watu amrishane mema wakatazane maovu. Allah yuapenda ibadat, Allah yuapenda tauhid. Kwa hiyo kadhalika wewe mwafiki Mola wako jalla wa ala kwa kuyatekeleza haya mambo. Kadhalika Allah yuachukia katika matendo kama vile shirk, kama vile zina, kama vile kusema urongo, wa halumma jarra. Fatuwafiqu Allah جل وعلا في بغض هذه الأشياء فتتجنبها. قال والاعتقادات نيتكاد، اعتقاد نزوري الله يوبيندا كما فيلي أن القرآن كلام الله، كذلك من الاعتقادات يعني اعتقادات أهل السنة والجماعة كما قرآن نمانين يا الله، كذلك وميني كما kaburini muna adhabu na muna neema, kadhalika uamini pepo, uamini moto, uamini kuna sirat, uamini kuna kuhesabiwa, uamini kuna kufufuliwa na kulipwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-dhahira wal-batina, ndio maana ya al-muwalat, na maulama wanayita al-muwalat ash-shar'iyya allati takunu lillahi jalla wa ala، التي تكون لله جل وعلا. kinyume chake ni almuwalat لغير الله جل وعلا من الشيطان أو من العصبيات أو من الآراء والعادات والتقاليد، ni kupenda kwa ajili ya chochote kile kitakachokuwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Wazi, watu kapendana kwa ajili ya sheitan, kwa ajili ya ukabila, kwa ajili ya rai ambazo kwamba zapingana na sheria yetu ya Kiislamu, mkawa ni wenye kupendana kwa ajili ya hiyo rai. Ama aadat na mila ambazo kwamba ziko kinyume na maadili ya Kiislamu, watu wakawa wanapendana na wanakusanyikana kwa ajili ya hizo mila, fahadhihi muwalat ghair shar'iyya. Hii huku ni kupendana na kunusuriana kwa ajili ya asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo maana yake itakuwa nini? Almuwalat ghair ash-shar'iyya, qala al-ulama muwafaqatu al-'abd li ghairi Allah, ni mwanadamu
kumwafiki asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala fima yuhibbun, katika yote wanayoyapenda, wa fima yaskhatun, na katika yote wanayoyachukia, hata kama yanapingana na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, yeye anawafiki. Wallahu almusta'an. Kwa hiyo kumpenda sheitan na asiyekuwa sheitan katika mambo yanayopingana na sheria ya Allah tabaraka wa ta'ala, hii ni muwalat ghairi shar'iyya. Fashaitan yuhibbu shirk fahuwa yuwafiqu shaitan fi mahabbati shirk. Shaitan yapenda ushirikina, hapendi tauhid. Shaitan apenda bid'a, shaitan apenda maasi. Kwa hiyo yeye akawa yuapendana na mwenzake kwa ajili ya haya mambo. Fahadhihi muwalat lighairi llahi jalla wa ala. Kwa hiyo yoyote atakayemwafiki ndugu yake katika ushirikina, katika maasi, katika mikhalafat ya dini yetu ya Kiislam, huyu bila shaka atakuwa ameingia katika muwalat ghair shar'iyya, ay almuwalat lighairi llahi jalla wa ala. فالمصنف يبين هنا أن الموحد لا يجوز له أن يوالي هؤلاء. Mtunzi al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab katika huu msingi wa tatu na haya masala ya tatu yatubainishia ya kwamba yoyote atakayempwekesha Allah tabaraka wa taala, haifai kwake yeye kuwapenda hawa wanaomwafiki sheitan na asiyekuwa sheitan katika mambo yanayomchukiza Allah subhanahu wa ta'ala, walau kana aqraba qaribin, hata kama hao watakaokuwa wanampiga vita Allah subhanahu wa ta'ala ni watu wake wa karibu. La yajuzu lah an yuhibbahum wa an yuwalihim wa hakadha an yansurahum. Haifai kwake yeye kuwapenda, bali ni wajib juu yake yeye kuwakata na kuwa mbali nao na kuwachukia, liannahum a'da'u Allah, kwa sababu wao ni maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala. نختم بمسألة بارك الله فيكم، وهي الموالاة لغير الله على قسمين اثنين. kupendana kwa ajili ya asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala kuko aina mbili. Aina ya kwanza muwalatun kubra wa udhma mukhrijatun min almillah, ni kupendana kwa ajili ya asiyekuwa Allah, mapenzi ambayo kwamba yatamtoa mwanadamu katika dini yake ya Kiislamu. Mithalu an yuwali al-insan a'da Allah, ni mwanadamu kuwapenda maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao ni al-mushrikun wal-kuffar, ni washirikina na makafiri. Wa yuwafiquhum fil kufri, akawa yuwafiki wao katika ukafiri wao, kadhalika washirki, na katika ushirikina wao, bali yusahih ibadat al-mushrikina wa aqidatahum, wallahu almusta'an. Isitoshe yeye yusahihisha ibada za washirikina na aqida za mayahudi na manasar, na kwamba wao wako katika haki, wallahu almusta'an. Ambiwa dini ya Kiyahudi, sema la, hii ni dini, waache wamwabudu Mola wao jalla wa ala kama wanavyotaka. Uyahudi, Ukristo na Uislamu, aya hizi zote ni dini, hizi zote ni dini, wallahu almusta'an. Fahadha kafirun mukhrijun an dairati alislam. Mapenzi kama haya yakimfikisha mwanadamu kumpenda asiyekuwa Allah mpaka akawa yosahihisha dini yao na kwamba wao wako katika haki kama vile sisi Waislamu tuko katika haki, na kwamba wao kadhalika wanaridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na yale walioyasimamia kuwa ni haki. Mapenzi kama haya yanamtoa mwanadamu katika Uislamu. Naam, walihadha qala rabbuna jalla wa ala, waman yatawallahum minkum fa innahu minhum. Waman yatawallahum minkum, na yoyote katika yenu nyinyi Waislamu akiwapenda hawa makafiri, fa innahu minhum, basi atakuwa yeye ni miongoni mwao. Yani awapende mpaka asahihishe dini yao na aqida yao na yale walioyasimamia kutokamana na ukafiri na ushirikina, iyadhan billah. Fahadha kafirun mushrikun wa la yadkhulu aljanna.
فهذا كافر مشرك. النوع الثاني سمبولي يا بيلي يا الموالاة لغير الله جل وعلا، يقول العلماء هي موالاة صغرى التي هي كبيرة فقط من كبائر الذنوب. ni muwalatun sughra ambayo mapenzi haya hayamtoi mwanadamu nje ya Uislamu, bali ni moja katika madhambi makubwa. Ma hiya hadhihi almahabba, mapenzi haya ni mapenzi gani? Hiya mahabbatul kafirin min al-la'ibin mathalan au al-mughannin wa hakadha al-abtal, ni mwanadamu kuwapenda makafiri kama vile wachezaji mpira. Fi hadhihi al-azmina معظم المسلمين كما تعرفون سلمنا الله وإياكم مبتلون حب مثل هؤلاء الكفار كرونالدو وميسي والله المستعان. يعني لو ينفكي حدي حفظكم الله وبارك الله فيكم وشوق نمبنزي مكبوة juu ya hawa kufar maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala, yani mtu yajua historia yake yote, anzaliwa wapi kabla ya kuwa tajiri na kumiliki haya anayomiliki, kaifa wasala ila hadhihi tharwa, wallahu almusta'an. فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. فائدة أخرى ومسألة أخرى مهمة: ما هي أقسام الناس في الولاء والبراء؟ watu wako aina ngapi katika masala ya kupenda na kuchukia? Madhhab ya ahli sunnati wal jamaa ni kwamba watu wamegawanyika katika masala haya ya alwala wal bara mafungu matatu. Alqismu alawwal, fungu la kwanza, man yastahiqu alwala almutlaq alkamil, ni watu ambao kwamba wanaostahiki kupendwa mapenzi ambayo kwamba ni mutlaq, hawachukiwi kabisa. Watu kama hawa wanaostahiki alwala kama hii, يقول العلماء هم أهل الإيمان الصحيح. أهل الإيمان الصحيح ni wale waliomwamini Allah tabaraka wa taala imani ambayo kwamba ni sahih, haina madoa ndani yake, haina shirk ndani yake, haina bid'a ndani yake. Na hao nani? ahlu sunnati wal jamaa as-salafiyun. hao ni ahlu sunna ambao kwamba ni as-salafiyun. فإذن هم يحبون وينصرون، هوا واستحق kupendwa na kadhalika kunusuriwa kwa kila upande. القسم الثاني, kigawanyo cha pili, هم من يستحقون العداوة والبراء المطلقة, ni wanadamu ambao kwamba wastahiki kuchukiwa na kutengwa na watu kuwa mbali na wao mutlaqan, moja kwa moja pasina ufafanuzi. ومن هؤلاء؟ هؤلاء هم كفار والمشركون, ni washirikina na ni makafiri maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala. فنبغضهم من كل وجه, tawachukia na tawatenga kwa pande zote, aqidatan wa amalan wa akhlaqan wa sulukan, tawachukia kwa upande wa aqida, kadhalika tawachukia kwa upande wa matendo yao, kadhalika na tabia zao. أما القسم الثالث والأخير وبه نختم درسنا إن شاء الله تعالى, وسمى علماء fungu la tatu, من يستحق الولاء من جانب ويستحق البراء من جانب آخر, ni mwanadamu yuwapendwa kwa ajili ya vitu fulani na kadhalika yuwachukiwa kwa sababu fulani. من هؤلاء؟ يقول العلماء هم الذين اجتمعت فيهم الطاعة والمعصية. هم الذين اجتمعت فيهم الطاعة والمعصية, ni wale waislamu ambao kwamba wana taa na kadhalika wana maasiya, yani wanamtii Mola wao jalla wa ala, wanamwabudu Mola wao jalla wa ala, na kadhalika wana mikhalafat, wana maasi ambayo wamemaasi kwayo Mola wao jalla wa ala. Au ijtamaat fihim sunna wal bid'a, au ni mwanadamu ana sunna na kadhalika ana mambo ya uzushi anayoyafanya. Au ijtamaat fihim alislam wa shirku alasghar,
au hawa wanadamu wana Uislamu na kadhalika wameingia katika shirki, lakini shirki ndogo ambayo haimtoi mwanadamu katika Uislamu. Idhan haula, kwa hiyo hawa watu yuhabbaun wa yunsaruna min janibi ta'atihim wa islamihim wa imanihim. Hawa sisi tuwapenda kwa kutazama na kadhalika tuwanusuru kwa kutazama taa waliokuwa nayo na Uislamu waliokuwa nao na ile iman ambayo kwamba wako nayo, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika yubghadun wa hakadha kadhalika yastahiqun albaraa wa yastahiqun madha albughd min janibi af'alihim wa hakadha bid'atihim au ma'siyatihim. Hawa kadhalika twawachukia kwa upande huu na kadhalika twawatenga kiasi fulani kwa ajili ya matendo yao machafu na uzushi na maasi waliokuwa nayo. Fakaifa nataamal ma'ahum? Haulai yunsahun, wananasihiwa, kadhalika yuhadhar minhum, kadhalika ikifikia kiwango cha wao yawajibika kutahadharishwa, fayuhadharun, wanatahadharishwa. Wa hakadha yuallamun wa yubayyan lahum, wanaelimishwa na kadhalika mambo ambayo kwamba hawayafahamu wanabainishiwa. Wazi? Idhan hadhihi hiya aqidatu ahli sunnati wal jamaa, wa hadha huwa manhaju ahli sunnati wal jamaa fi aqsami an-nas fi madha mas'alati al-wala wal bara. Huu ndio mtazamo na ndio njia na manhaj na aqida ya ahli sunnati wal jamaa katika kuwagawanya watu katika masala ya kupenda na kuchukia, kwamba watu wamegawanyika katika mafungu matatu. Kuna wale ambao kwamba wanapendwa moja kwa moja, min kulli janib wa min kulli wajhin, nao ni ahlul iman wa hum ahlus sunnati wal jamaa as-salafiyun. Kigawanyo cha pili ambao kwamba wanastahiki kuchukiwa moja kwa moja na kadhalika tunajitenga na wao na hatui karibu na wao, na hawa ni almushrikun walkuffar, a'da'ullahi jalla wa ala, makafiri, washirikina, maadui wa Allah subhanahu. Na kigawanyo cha tatu ni waislamu ambao kwamba tustahiki, ambao kwamba tutakaniwa kuwapenda kwa kadri ya Uislamu na taa waliokuwa nao, na kadhalika twawachukia na kadhalika twajitenga na wao kiasi walichokuwa nacho cha maasi na bid'a na shirki ndogo. Wallahu ta'ala a'lam. Wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.